Katika ulingo wa kisiasa wa kimataifa, baada ya Qatar kutoa zawadi ya ndege ya kifahari kwa rais wa Marekani, ndege ya kifahari ya Boeing 747-8 yenye thamani ya takriban dola milioni 400 kwa ajili ya matumizi ya Air Force One. Tufuatilie kwa makini. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, serikali ya Qatar imetoa pendekezo hili kupitia Ministry of Defense yao kwa Department of Defense ya Marekani mara baada ya habari kuanza kusambaa. Donald Trump alitangaza kwenye ukurasa wake ya kwamba hii ni pendekezo zuri na kwamba angependa kulikubali. Hata hivyo, serikali ya Qatar imesema kuwa mazungumzo bado yanaendelea na hakuna uamuzi wa mwisho uliofanyika. Wanasema kuwa ndege hiyo itakuwa kwa matumizi ya muda tu na sio zawadi kama baadhi ya watu wanavyodhani. Wataalamu wa sheria wanasema kuwa kama ndege hiyo itaonekana kama zawadi moja kwa moja kwa Trump, basi inaweza kukiuka emoluments clause ya katiba ya Marekani ambayo inakataza viongozi wa serikali kupokea zawadi kutoka kwa mataifa ya kigeni bila idhini ya Congress. Pia Trump ana historia ya biashara na Qatar, ikiwa ni pamoja na klabu yake ya golf Trump World Golf Club Doha. Hii inaweza kuwaona wengine ya kwamba kuna maslahi ya kibinafsi nyuma ya mazungumzo haya. Kwa upande wa kisiasa, Qatar ni mshirika muhimu wa Marekani katika Mashariki ya Kati, lakini pia ina uhusiano na Iran, Hamas na Taliban. Wachambuzi wanasema kuwa mazungumzo haya yanaweza kuathiri uhusiano wa Marekani na nchi hizo na kuleta maswali kuhusu usalama wa taifa. Tunahitaji kusikia maoni yako kwa kile ambacho umekisikia. Tuandikie kupitia channel yetu hii ya YouTube, lakini kikubwa ni kukumbushe tu usiache kusubscribe ili wa kwanza kupata habari zote za kisiasa ndani na nje ya nchi. Lakini bila kusahau, wakati wote ulikuwa na msomaji wako nami Aliwatan Hashim bin Aman. Muendeleze siku njema. Bye bye.